ondoka ukatangaze neno la Mungu. Saa ndiyo hii, usichelewe. Sikia, Yesu Mwokozi anakuita, ufanye kazi shambani mwake. Ondoka ukatangaze neno la Mungu. Saa ndiyo hii, usichelewe. Sikia, Yesu Mwokozi anakuita, ufanye kazi shambani mwake. Tazameni, mavuno ni mengi, jambo moja, wavunaji wachache. ndugu, Ondoka uingie shambani ili ukavune. Tuombe. Let us pray. Baba yetu uliye mbinguni, Our Father who is in heaven, jina lako litukuzwe. may your name be praised. Tuna kila sababu ya kushukuru Mungu wetu We have all reason to praise thee kwa mema mengi unatendea siku kwa siku, for good things you always do us every day, hasa kwa leo especially for today, tarehe 4 mwezi wa 12 this 4th of 12 month 2020. 2024. Ni siku ambayo ya kipekee Mungu wetu. This is a special day, our Lord. Hakukutegemea kuonana, We didn't know that we're going to meet, lakini wewe Mungu but you God, ulikuwa unajua kwamba siku ya leo you know everything. You know that today tunaweza tukaonana hapa we are going to meet here in Mbagala kwa ajili ya kujifundisha mausia yako. for evangelism in 21st century great workshop. Baba yetu na Mungu wetu, Our Father
tunaomba uwepo wako. We invite you here. Tunapoanza semina When yetu, we are starting our seminar, tunaomba ukubariki. bless us. Bariki wawezeshaji wa semina hii Bless all the teachers of this seminar ambao wametoka sehemu mbalimbali who duniani. have come from different places. Mungu wetu wape nguvu, Guide them, give them power, wape ujasiri, give them good health, pia tupe na sisi wasikilizaji wa semina hii and be with us, we listeners of this ili seminar, yale yote tukayojifunza so that everything we're going to learn, tukaweze kuyaishi may we live it. kwa ajili ya sifa na utukufu wako wewe Mungu. So that in that day, God, when you come, Haya yote tunaomba mikononi mwako everything we ask in your hands, katika jina la Bwana wetu in the Yesu name Kristo. of our Lord Jesus Christ. Amen. Bwana apewe sifa. Wimbo namba 63, mafungu mawili. Tutaimba kwa uchangamfu, kisha tutamwomba ndugu yetu mchungaji Milazi kwa ajili ya neno la utangulizi. Katika tenzi za rohoni, wimbo namba 63. 63 and Uchangamfu, moja, mbili, tatu. Na wasalimu nyote katika jina la Yesu Kristo. greet you in the name of our Lord Jesus Christ. Mimi niliye mbele yenu naitwa Joseph Cosmas Milanzi. My name is Joseph Cosmas Milanzi. Ni mmoja wa wachungaji watatu I'm the one of the elders, 3 elders we have here. katika kanisa hili la Mbagala. Here at the Church of Christ in Mbagala. Kwa niaba ya uongozi On behalf of the leadership of Mbagala pamoja na kanisa zima la and Kristo wa all the Mbagala, congregation in Mbagala, napenda nitumie nafasi hii kwanza kabisa I have this opportunity. I want to use this opportunity kumshukuru Mungu to thank God kwa kutuweka katika hali ya uhai, to brought us together and be alive, lakini pia kutujalia afya njema to give us this good health, na kutuwezesha kukutana pamoja and to give us this opportunity of coming together kwa ajili ya warsha hii au semina hii for this seminar 2024 Great Workshop. ambayo mimi nimeita kwamba ni semina ya kihistoria katika And Dar es Salaam. this is the historic seminar in Dar es Salaam. Naita ni semina ya kihistoria kwa sababu It's a seminar, historic seminar, because inahusisha wageni wakubwa sana, we have lots of guests, different guests,
wageni wetu maarufu sana very important guest kutoka Nigeria from Nigeria, ambao majina yao, and their names, mmoja anaitwa Mike Uda, huyo mmoja anaitwa Michael Udama, lakini pia amekuja na mke wake anaitwa Alice Uda. na mke wake anaitwa Alice. Amekuja pamoja naye. Hali kadhalika yuko mwingine anaitwa Joe Na mwingine anaitwa Joe Obina. Obina. Hawa ni ndugu zetu kutoka kule Nigeria, This is our brothers from Nigeria. na kwa kuwa ni mara ya kwanza kabisa kuja hapa Tanzania kwa This ajili ya is their shughuli hii, first time to come in our great nation, Tanzania. ndio maana nilisema kwamba ni wageni wakubwa kweli kweli. That's why I say we have very VIP guests. Tuna ugeni mkubwa, Great guests. lakini pamoja nao And the other guests, yuko ndugu yetu ambaye ni mgeni mwenyeji. we have a guest and he's a native. Huyu anaitwa Chad Wagner. Chad is a guest but he's a native. Lakini pia kuna ndugu zetu pia ni wageni wenyeji. And we have other guests, natives. Mmoja anaitwa Boaz. The one who is speaking, his name is Boaz Kasimba Mwakyusa. Huyu anatoka kanisa la Kristo Mbeya, This Chimala Mbeya. guy is from Chimala Church of Christ. Lakini wako wengine, And we have other brothers. mwingine anaitwa Joseph Aonga. Joseph Aonga. Huyu naye tunamfahamu ni mgeni He's mwenyeji, our brother here, we know him, he's our guest and he's a native. bila kumsahau ndugu yetu ambaye tumekuwa tukimwona mara kwa mara. We don't forget one brother, Huyu anaitwa Remy Paulo. Levi Mfaume, mrefu Kibo. Kweli kabisa tunayo furaha kuwapokea wageni hawa, We are very happy to receive this guest. na niwaambie tu kwamba kwa kweli karibuni sana, karibuni Be sana. at home, be at home, be at home. You're all welcome. Lakini tunayo furaha kubwa tena We are very happy again. kwamba tunao ndugu zetu. We have brothers and Hawa sisters. ni timu ya uinjilisti ya Dar es Salaam na The Pwani. team of evangelism, the evangelism team in Dar es Salaam. Evangelism team in Dar es Salaam. Hawa ni watu wa kuheshimu sana. These people are very, very important. Hawa ni askari wa These Yesu are Kristo. food soldiers. They were food soldiers. Wote ni askari wa Yesu tulio wa Kristo, All of them, they are soldiers of Christ. lakini hawa But this group, wanadhihirisha kwamba wako kwenye mapambano they siku are hadi siku. always walking every day, knocking to the doors every day. Mungu awabariki na karibuni sana Bagala. May God bless you and you're all coming in Bagala. Lakini wako waalikwa, And we have hawa ni wageni waalikwa ambao pia ni wenyeji invited guests from different congregations. kutoka makanisa mbalimbali hapa Dar es Salaam na Different Pwani. congregations. Hebu wasimame hawa walioalikwa tuwaone. Yes, you have come from the Kutoka makanisa mbalimbali. Safi sana. Ninaamini kwamba uwakilishi umetimia na kwamba kweli wamewakilisha makanisa yote ya Dar es Salaam. They are here to present their congregation in Dar es Salaam. Sasa ni matumaini yangu kwamba And my goal is, Mungu ametubariki sana watu wa Dar es Salaam God has blessed us, all people in Dar es Salaam. kwa wageni hawa ambao wametufikia siku hii ya leo, Look at these guests who have come because of us. kwa sababu nilipokuwa nawasalimia When I was greeting them, nimepata kitu tayari kwamba kwa kweli tunakwenda kupata kitu cha maana kweli kweli. they show me that these guests who have come, they are really teachers of the word of God, the word of truth. Kwa sababu kwanza wamechangamka sana, Because you can see them, they are always smiling and they are happy. wamechangamka, They are happy, they are smiling.
wanajiamini They believe in themselves. kwamba kila ambacho wanakwenda kupeleka And they know whatever they are going to teach us sio cha kwao isipokuwa ni is kwa ajili ya not their utukufu wa own Mungu. stories, it's the word of God. Hivyo ndugu zangu, tukae mkao wa kula. We must be ready to receive the word of God. Bwana asifiwe sana. Mungu atubariki tuweze kuwa na amani ya Kristo. May God bless us and the peace of Christ continue blessing us. Tangu mwanzo wa semina hii siku hii ya leo mpaka siku ya Ijumaa tutakapokuwa We tumehitimisha. are now opening the seminar which is starting today up to Friday. Mimi niishia hapo kwa sababu kuna mambo mengi tunayohitaji tuweze May kuyapata. I stop there? We have many things to do. Asanteni sana na Mungu Thank you awabariki. very much. Bwana asifiwe sana. Tunashukuru kwa neno hili la utangulizi. Thank you for introduction. Nami nitambulishe, naitwa ndugu Raymond Mongi And my name is Raymond Mongi. I changed my name. na hudumu pale Mji Mwema, lakini kwa hapa ni shemasi, He's one of the deacons in this church. lakini ni mmojawapo katika kikosi cha uinjilisti cha Dar es He's Salaam. the one of the prayers in the team of evangelism, preaching. Nimefurahia maneno ya mchungaji kwa utangulizi. Ametuita sisi ni askari wa Kristo, And we, as the elder said, we are the soldiers of Christ. lakini kasema preachers ni maaskari wa mstari wa mbele. And they are frontline soldiers. You know, there are lots of soldiers, but some soldiers are frontline. Sasa tutaimba wimbo namba 69 mafungu mawili. We are going to sing a song, then Halafu baada ya wimbo huu after this song, nitamwalika katibu wa Dar es Salaam Preachers we are going to call one of the leaders of the team, the same team. aweze kusomea taarifa He's ya going to give us kikosi cha nchi. a short memo. Twendeni Waheshimiwa wachungaji kanisa la Kristo Mbagala, The elders of the Church of Christ in Mbagala, wageni wetu wawezeshaji wa semina hii, our teachers of this seminar. jina langu naitwa Remigius Deogratias Mtalala. I'm Deogratias Mtalala. My name is Deogratias Mtalala. Katibu wa timu ya uinjilisti kwa makusanyiko ya Dar es Salaam na Pwani. I am the leader of this team of evangelism in Dar es Salaam. Nimepewa nafasi ya kuwasilisha ripoti fupi na tathmini kwa kazi ya uinjilisti iliyofanyika ndani ya mwaka mmoja na nusu. I want to give you a short report about the work we did this year from January up to this day. Niombe uniazime masikio yako. May you listen to me. Historia, tathmini na taarifa fupi ya kazi iliyofanywa na timu ya uinjilisti kwa makusanyiko ya Dar es Salaam na Pwani kwa kipindi cha mwaka mmoja
The short history for 1 year and 6 months, the work of evangelism which we did in Dar es Salaam. Kwa maana ya Mei 2023 mpaka Novemba 2024. From 2023 up to 2024 December. Tangulizi. Ili kazi na jambo lolote lipate ufanisi na kuboreshwa, linahitaji kufanywa tathmini ya utendaji wa mara kwa mara. All type of work, if you want to be successful, you must sit down and think about it and have a plan about it. Uongozi wa timu ya wahubiri wa Injili katika mkoa wa Dar es Salaam na Pwani, The preacher of the churches of Christ in Dar es Salaam and in the Coast region umeandaa ripoti hii fupi ili kutoa taarifa ya kazi ambayo imefanywa katika maeneo hayo ndani ya kipindi cha mwaka 1 na nusu. and we're going to give you the report of 1 year, 6 months about the preaching or evangelism work in Dar es Salaam. Ripoti hii itakuwa na maeneo makuu manne. We are going to have 4 parts in this report. Sehemu ya kwanza ni historia ya huduma kwa ufupi. The first is history, how we started. Ya pili ni malengo makuu ya huduma. And the Malengo makuu ya huduma hii. the goals of this. Tatu ni mafanikio ya huduma ndani ya mwaka 1 na nusu. And something which we gain through this work. Na nne ni changamoto zinazokabili And huduma. before this addition. Moja, historia. And the second is history. Huduma ya uinjilisti wa pamoja ilianza kama wazo ndani ya mtumishi wa Mungu mmoja na Justin Michael Wana. We started with one person, his name was Justin what? Justin Michael Wana. Justin Noah. Okay. Naye kwa mapenzi mema aliamua kuwashirikisha baadhi ya watumishi wenzake wa makusanyiko mengine. When he had that plan, Justin, he called other preachers and sit down and they talk about it. Wakati huo yeye akihudumu kama mwinjilisti wa kanisa pale Temeke. He was the evangelism preaching at the Church of Christ in Temeke. Kikao cha kwanza kwa ajili ya kutafakari juu ya huduma hii So that they can start this service. kilikaa tarehe 23 mwezi wa 4 2023, They said on 23, ambapo walikaa watumishi watatu tu there were only 3 servants who were the best guys, 3 servants walioitikia wito wa kikao hicho kilichoitishwa na ndugu Justin Wana. who came for that meeting. We just called that meeting. Watumishi hao ni ndugu Justin Wana mwenyewe aliyeitisha There's kikao one hicho. Justin, Wa pili ni Remigius Rutarara, mimi mwenyewe, Salala, the one with him, na watatu ni Raymond Mongi. and Mr. Mongi. Ndugu Justin Wana aliwakilisha kusanyiko la Temeke na Remigius Rutarara aliwakilisha kusanyiko la Keko na Raymond Mongi aliwakilisha kusanyiko la Mji Mwema. The people from Teneke, from Mujimwema, and from Keko, all these guys welcome other people from those congregations. Baada ya kukubaliana katika kikao hicho, When they sit down and they agree, azimio la kwanza kazi hiyo mara moja liliwekwa, and they had a plan to start working. na kazi ya kwanza shambani ilifanyika chini ya kusanyiko la Mji Mwema, They went to first preaching. They went to the congregation called Mujimwema, ambalo lilitupeleka Mwasonga and they went to other village called Mwasonga. mnamo tarehe 4 mwezi wa 5 2023. That was the same month. Watendaji wa kwanza kabisa waliohudhuria kazi hii ya kwanza ni watu 6 waliowakilisha The makusanyiko team, matano. which was the first team, there were 6 people only. 6, the first team. Nitaomba niwataje kwa haraka sana. I'm going to mention their names. Justin Michael Wana aliwakilisha Temeke, Justin, Samson Yakobo aliwakilisha Magomeni, Samson, Remigius Rutarara aliwakilisha Keko, Jalala, Raymond Mongi aliwakilisha Mji Mwema, Monga, Michael Mundara aliwakilisha Mji Mwema, Michael, na Amani Shija aliwakilisha kusanyiko la Bonyokwa. all these are preachers, different type of towns in the south. Mtaona kuwa wazo lilianza na mtu mmoja, This plan started with only one
Kikao cha kwanza wakakaa watu watatu. The first meeting there were only 3 people. Kazi ya kwanza ikafanya na watu 6. But the first work was done with 6 people. Lakini mpaka kufikia leo hii, But up to today, jumla ya makusanyiko 16 ya Dar es Salaam na Pwani we yameshiriki have kazi hii. 16 congregations working together now. Makusanyiko 14 ni ya mkoa wa Dar es Salaam The 12 in Dar es Salaam na makusanyiko 2 ni ya mkoa wa Pwani. and 2 from the coast region. Malengo ya huduma. And the way comes goes. Huduma hii ina malengo makuu manne. We have the purpose of this. Lengo la kwanza ni kuhubiri injili kwa waliopotea. The first purpose is to preach the gospel. Lengo la pili ni kuliunganisha kanisa katika kufanya kazi kwa umoja. And the second purpose is to make the church come in unity where they are preaching the word. Come in unity to preach Na the word. kazi ya tatu ni kuwatafuta waliorejea nyuma. And the third one is to look those who are backsliders, who are fallen away. Na kazi ya nne ni kupanda makusanyiko mapya And the fourth one is to plant new churches katika mkoa wa Dar es Salaam na Pwani in Dar es Salaam and in coast region. kwa kushirikiana na makusanyiko yaliyopo. Through working together with all congregations who are in Dar es Salaam. Malengo haya yote manne These goals, 4 goals, yanafanywa na timu chini ya kanisa la Kristo. 4 goals, they have been done by this team of the Church of Christ in Dar es Salaam and coast region. Mafanikio ya huduma ndani ya mwaka 1.5. The benefits we have in this congregation, Nitakwenda kwa haraka kidogo. I'm going to go fast. Idadi ya watendakazi imeongezeka kutoka watu 6 waliofanya kazi siku ya kwanza The number is grown from 6, those first 6, up. mpaka kufikia watendakazi 41 hivi. Now the team is in 41 members. Hawa mnaowaona mbele yenu ni wawakilishi tu, kwa sababu This is part of the team. This is just part of the team. kama tunavyofahamu warsha hii imeangukia katika siku za kazi, Because we know today is working day. Some are going to their works. kwa hiyo wengi wameshindwa kwa sababu ya sababu zilizokuwa nje ya uwezo wao, Some are failed because lakini tumewawakilisha. Ushirika wa makusanyiko ile inaongezeka the church now is growing. The numbers of the Christians is growing now. kutoka makusanyiko 5 yaliyoshiriki kazi siku ya kwanza From 5 congregations, the first 5 congregations from the first day mpaka kufikia makusanyiko 16 yaliyoshiriki kazi mpaka sasa. there are 16 congregations working together. Kwa kweli, kwa hakika ushirika huu umechangia pakubwa sana katika kuhakikisha injili inawafikia watu wengi zaidi. This team has contributed a great for the church and reach different people who are lost in Dar es Salaam and coast region. Na baadhi ya hao wameokolewa. And also people have been saved. Nitapitia kwa ufupi jedwali ambalo linaelezea mafanikio ya kazi hii. I'm going to talk about our work again. Timu hii imefanikiwa kuyafikia jumla ya makusanyiko 14 mpaka sasa. We have 14 congregations in Dar es Salaam. Mji Mwema tumetembelea mara 3. In the press code in Dar es Salaam, the press code in Mujimwema, they have visited Mujimwema 3 times. Na watu 129 wamefikiwa injili katika And maeneo they ya have Mji reached Mwema. 129 people preached to them. Mmoja amebatizwa na yuko hai sasa. Kusanyiko la Keko tumekwenda mara 4. And in Keko, we have gone 4 times. Watu 205 wamefikiwa And injili. in this, reached 200, more than 200 people. Watu 11 wamebatizwa And 11 of them have been baptized. na watu 9 wako hai mpaka sasa. And 9 are still worshiping with us. Magomeni tumekwenda mara 4. We have gone into Magomeni 4 times. Watu 251 wamefikiwa We injili. reached more than 229 people. Watu 3 wamebatizwa 3 baptisms. na mmoja anaendelea vyema mpaka sasa. And 1 of them is still worshiping with us. Temeke tumekwenda mara 2. We Temeke went twice. Watu 108 wamefikiwa
wamefikiwa Injili. 109, they invite them, they talk to them. Watu 2 wamebatizwa na mmoja yuko hai. Bonyokwa tumekwenda mara 2. Bonyokwa, we went there twice. Watu 8 wamefikiwa Injili. 8 people, we meet them. Na watu 4 wamebatizwa. 4 baptisms. Ingawa kwa bahati mbaya wanasuasua na tutaendelea And kuwafuatilia. they're still like babies. Tabata tumekwenda mara 3. Tabata, we went there 3 times. Watu 205 wamefikiwa Injili. We did 250 people. Watu 2 wamebatizwa 2 baptisms. na mmoja anaendelea vema. 1 is still working. Msasani tumekwenda mara 2. Same Sasan went twice. Watu 125 wamefikiwa Injili. 1.5 people. Bado hajabatizwa mtu. No baptism there. Mbagala tumekuja mara 4. In Bagala this year, Jumla ya watu 253 wamefikiwa Injili. we have talked to 250 people. Bado hajabatizwa mtu. No baptism. Bunju tumekwenda mara 3. Bundus, we went 3 times. Watu 168 wamefikiwa Injili. 168 people. Watu 2 wameokolewa 2 baptism, 2 saved. na wanaendelea vema sasa. And they are worshiping with us. Kizuiani tumekwenda mara 2. In Kizuyani congregation, we went Watu 177 wamefikiwa Injili. 175 people. Watu 2 wameokolewa, 2 baptism. mmoja anaendelea vema. 1 is worshiping with us. Kitunda tumekwenda mara 1. In Tunda, we went once. 127 watu wamefikiwa Injili. 127, we did them. Mmoja ameokolewa 1 baptism. na anaendelea vema. And it's going on. Ilala tumekwenda mara 2. Ilala, we went second twice. Watu 143 wamefikiwa Injili. 140 people, we meet them with us. Watu 2 wameokolewa, 2 baptism. mmoja anaendelea vema. 1 is true. Makusanyiko 4 bado hatujayafikia. Ilikuwa yanashirika. Only 4 congregations were our plan is to go to the next Kusanyiko la Mbezi, in best church of God, Kikindu, Kidu, Mlandizi Mlandizi, na Buza. and Bunda. Hayo tutayatembelea. We are going to visit all the congregations. Jumla ya watu 1899 wamefikiwa Injili ndani ya mwaka mmoja. 1,800 people have received the word of God. Jumla ya watu 30 kati ya hao wamebatizwa And 10 people they have been baptized. na watu 18 wanaendelea vema sana katika. And 10 of them are strong in the faith. Kwa kweli haya ni mafanikio makubwa sana. This is what we gain with our evangelism team. Katika kuimarisha umoja wa kanisa la Kristo, timu hii ya wahubiri wa Injili imeendelea kuliunganisha kusanyiko la Ilala na makusanyiko mengine ili kudumisha umoja halisi wa kanisa la Kristo. Through this team, the Church of Christ in Vietnam is coming in unity. Na kwa kujali kabisa, timu hii imeweka programu maalum ya kufuatilia madarasa yaliyoanzishwa kule Ilala kila siku ya Jumanne. And this team is very intelligent. They always, when they start the classroom teaching people, they follow up. Ushirikiano huu wa karibu This unit we have, katika uhubiri wa Injili umechangia pakubwa katika kuanzishwa kwa kusanyiko jipya la Sengenya we have even started a new congregation in the Presbyterian Segenya katika wilaya ya Nanyumbu mkoa wa Mtwara in Nanyumbu in Duala. yapata miezi 4 sasa. That congregation now is 4 months old. Kusanyiko hili jipya lina washirika wapatao 14 sasa. And that congregation has got 14 members. Kwa niaba ya timu hii tunaendelea kuwashukuru Wakristo wote wanaoendelea kutoa huduma katika kusanyiko hilo jipya. And we say thank you very much for all Christians who are serving in that team, Duala congregation. Katika jitihada za kuendelea kuliunganisha kanisa In our effort of coming, working together in unity, na kujengeana uwezo wa kuhubiri Injili, and building one another to be preachers, tukiwa na lengo la kuhamasisha na kuamsha mioyo ya Wakristo wengi ndani ya makusanyiko yetu, our goal is to make sure all Christians in our congregation in the South and in Constitution to wake up, ili wawe na shauku kubwa ya kuieneza Injili. so that they want to have zeal and power to love to preach. Timu yetu imekuwa ikishirikiana na makusanyiko mbalimbali kuandaa semina And this team is working with different congregations to have seminars.
ambazo zilifundisha masuala ya uinjilisti na kuwarejesha Wakristo waliorudi And nyuma. they are teaching how to evangelism, how to go to those Christians who are backsliders, to bring them back. Timu hii ilitoa walimu na kuandaa masomo kwa ajili ya semina hizo. And the team and the teachers and the, who make sure they see the lessons. Tumefanya hivyo na kanisa la Kristo Mbagala hapa We tulipo, started in Bagala, Mji Mwema, in Mujimwema, Bunju in Buju, na Msasani. and in Msasani. Na mwezi huu tunakusudia kushirikiana na kusanyiko la Kisuyani. And we are going to work in this December with the congregation in Kizurani. Zaidi sana tumefanikiwa kupokea warsha hii tuliopo sasa, And finally, we are happy to receive this team evangelism, team 21st century great workshop. We are very happy. na kwa kutumia fursa hii nipende kumshukuru ndugu Chad Wagner kwa kupokea ombi letu. To make sure he has fulfilled the day, the promise, and now we're here. Tunawashukuru pia ndugu zetu wengine kutoka nje ya nchi And our brothers from Nigeria, we say thank you. waliofanikiwa kuambatana nao kwa lengo la kuja kujadiliana na kuongezea uzoefu kwa ajili ya kuifanikisha vema kazi ya ubii wa Injili. It should make us strong so that we can go on preaching in this series. Changamoto zinazokabili huduma hii, But there is some challenges. pamoja na mafanikio mengi makubwa tuliyoyasikia, We have good things you have done, huduma hii inakabiliwa na changamoto and nyingi we sana. have hardships, challenges. Changamoto ya kwanza ni kukosekana kwa vitendea kazi vya uinjilisti One challenge is lack of the Jews kama vile vipeperushi na masomo ya kujifunza Biblia, and the lessons of the Bible. hasa tunapoyatembelea makusanyiko madogo, na hivyo kufanya kazi hii kuwa ngumu sana. Especially when you go to the small congregation without drugs, without lessons, that makes it very hard. Changamoto ya pili ni kushindwa kumudu gharama za kufuatilia madarasa yote, And some challenges to follow the following. hasa pale kusanyiko husika linaposhindwa kuyafuatilia yote, Especially when the congregation fail to follow. na hasa kwa makusanyiko yaliyo mbali. Especially for those congregations who are very far from the city. Lakini la tatu ni kukosa nauli kwa baadhi ya watendakazi, The other is lack of transport for the workers. hasa wale wanaotegemea vipato vyao binafsi, Especially for those who don't work, who just make their own bread. na hivyo kuwapelekea kushindwa kuhudhuria katika baadhi ya huduma. Lots of them they are failing to come and work together. Lakini lingine ni kukosekana kwa ufadhili And the others is lack of sponsoring or sponsorship. wa kujitoa kuiwezesha timu hii ili ipate muda wa kutosha katika wiki kuliko ilivyo sasa siku moja kwa wiki. Sponsor so that they can empower them to do the evangelism work. Mwisho, Lastly, mpango wa Mungu wa watu wake wote the plan of God is that all the people, kwa maana ya Wakristo wote duniani all Christians in the world, ni kwamba kila mmoja every one of us, kama mtumwa is a servant. ajitambue yeye binafsi na kutambua wajibu wake katika kanisa na ulimwengu. Every Christian should know his responsibility to the church. Kazi ya kuieneza Injili siyo ya wainjilisti peke The yao, work of preaching, going outwards, is not only the work of preachers. bali ni ya kila Mkristo aliye tayari kutenda mapenzi ya Mungu. Every Christian who is ready. Hukumu inamngoja kila Mkristo asiyejitambua na kutimiza mapenzi ya All Mungu. Christians who don't know, the judgment is waiting for us. Hii ni kwa mujibu wa Injili ya Luka sura ya 12 mstari wa 47. That's Luke 12:47. Ni jukumu la kila mmoja wetu It's our work, every Christian, kuhakikisha anaimarika na kuzidi kuifanya kazi ya Mungu bila kuogopa vitisho, every Christian should work hard to know the Bible so that he can go out and teach. bila kuogopa vitisho, bila kuvunjwa moyo, So that we must not be scared.
Shukrani kwa watendakazi wote Thanks for the whole workers. na kwa makusanyiko yote yaliyotokea na kushiriki katika huduma hii, All the congregation who are working with you. na hasa wale waliotuhudumia. Thank you for those who have helped us. Shukrani kwa watumishi wote mliotoka mbali huko nje ya nchi, Thanks for all the servants from other countries, Marekani na Nigeria, in America and in Nigeria, kwa kukubali kuacha majukumu yenu mengine for you agreeing to come here to leave your presence. kuja na kutuhudumia na kutujenga ama kutujengea uwezo wa kuifanya kazi hii kwa ufanisi. To come to us and build us. We say thank you very much, guys. Uongozi wa timu hii unaundwa na mwenyekiti ambaye ni Justin Michael Wana, The team leader is Justin Michael, akitokea kanisa la Kristo Buza. from Buza Church of Christ, Mwinjilisti Samson Yakobo, makamu mwenyekiti, and the guy is Jacobo akitokea kanisa la Kristo Magomeni. from Magomeni, Mwinjilisti Remigius Deogratias Mtarala, and from Lujalala, nikitokea Preko, from Keko, na mwinjilisti Raymond H. Mogi, akitokea katibu msaidizi, akitokea kanisa la Kristo Mji Mwema. from Niwema. Asanteni sana ndugu zangu Thank kwa you very much. May God bless us all. ripoti hii imeandaliwa And this report is written. na kusomwa kwenu na katibu You wa timu ya uinjilisti kwa makusanyiko yote ya Dar es Salaam na Pwani. Remigius Deogratias Mtarala kwa niaba ya timu ya uinjilisti. Haleluya. Haleluya. Our goal with the team of evangelism report is showing our seminar today, or is supporting our seminar today. Kwamba hii ni karakana ya kutuongezea uwezo na nguvu Today zaidi ya is kwenda a kazini. workshop to make us workers so that we can go out and work. Kwa hiyo kila mmoja awe tayari kutengenezwa, So everyone should be ready to receive the lessons from our great teachers. sio timu tu na Wakristo wote. And all Christians who are here. Tukubali kutengenezwa, We must agree to be worked on. tujiunge na kazi hii kubwa ambayo Mungu And ameianzisha. we must work with this team, the same team, workshop team. Mungu awabariki sana. May God bless us. Tunakaribia kumkaribisha ndugu yetu Chad. Now we're waiting for Brother Chad. Kabla tutaimba wimbo namba 67. 67. 6-7 song. Mafungu mawili kisha ndugu Chad atasimama na kuanza program ambayo iko mbele yake. Moja, mbili, start.
Habari za asubuhi. It is good to be with you, and I greet you all in the name of the Lord Jesus. Nafurahi sana kuwa pamoja nanyi na wasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. I want to thank you for coming out today. Nashukuru sana kwa nyinyi nyote mliofika leo. But I know that Lakini najua you are not here to listen to me. Najua mmekuja hapa sio kutusikiliza sisi hapa. I know you are here to listen to our Nigerian brethren. Mmekuja kuwasikia kwa ndugu yetu wao weusi kama sisi kutoka Nigeria. And so I welcome you and I welcome them. Na wakaribisheni wa Nigeria na wakaribisheni na ninyi nyote. At this time, I want to give you my welcome address. Na sasa nataka nilete shukrani ya utambulisho. Now, these people that I have brought on my team, Jamani, timu yangu hii ambayo tunayo timu yake, they know how I am. tunamfahamu alivyo. I am very open. Ni mtu aliyo wazi. I have nothing hidden behind me. Sina vitu vya kuficha nyuma. I'm just very open. Mimi niko wazi. I have struggles. Kweli maisha yangu ni magumu hivyo. I'm doing the best that I can. Najaribu kufanya kazi kwa uwezo wangu. With God's help, we are moving forward. Pamoja na msaada kutoka kwa Mungu tunafanikiwa kwenda mbele. Bwana siwe sana. Now, as I give you my welcome address, I want to be very open with you. Nataka niwe wazi ninapowakaribisheni nyote katika semina hii. About me, Kuhusu yeye, about my team, kuhusu timu yake, about this workshop. kuhusu hilo bango na workshop yake. I want to be very open Nataka niwe wazi. so that you know So, what I'm thinking. kwamba ninyi mfahamu. So let us begin. Tuanze sasa. I want to thank you and take this opportunity to welcome you to the first annual Tanzania Great Workshop. Kwanza nataka wote niwakaribishe kwa hii semina ya hapa Dar es Salaam, Tanzania ya kwanza. I want to thank the elders of the church for allowing us to use this facility. Na shukrani ziende kwa kanisa kwa kutupa kibali, kutukubali kufanya semina sehemu hii. I would also like to thank this workshop director, Mike Udam, along with his wife, Alice. Nataka kumshukuru Yuda pamoja na mke wake Alice kwa kuja. I want you to know Nataka mfahamu that today is their anniversary. jamani, leo ni tangu waoane, leo ni mwaka wa 20 years they've been married today. mwaka wa 20 tangu walipooana. Leo ni mwaka wa 20. Waliona siku ya leo. They are spending their anniversary with you. Na wanashirikiana pamoja kusherehekea miaka yao hiyo, wanashirikiana pamoja na kanisa la hapa Mbagala. Wanasifiwa sana. I also want to thank my brother Joe Obina coming from Nigeria. Na ndugu yetu Joe Obed kutoka Nigeria. I think you will all be blessed by the insight these Nigerians have on the work. Jamani, mtafurahi sana hawa Nigeria watakapopa mbinu ya kazi hii semina katika semina. Now I realize that Nigeria is not Tanzania. Najua jamani, Nigeria na Tanzania ni nchi mbili tofauti kabisa. Nigeria is different than Tanzania. Ziko tofauti. But I want you to understand a few things today. Lakini nataka muelewe vitu vichache leo. That the churches of Christ started in Nigeria and Tanzania about the same time. Yaani ule mwaka makanisa yanaanza Nigeria. Ule mwaka wa 53 pamoja na makanisa ya Tanzania yanaanza ule mwaka wa 53. Yalianza pamoja mwaka moja. In Nigeria today there are over 1 million members of the Church of Christ. Lakini Nigeria ina washirika zaidi ya milioni. How many members of the Church of Christ are in Tanzania? Tanzania tunaweza kukisia tumefika na sisi milioni au tuko kwenye 1.5 milioni.
tuko kwenye 36,000. The question is, Swali ni kwa nini? why? Kwa nini? The Church of Christ started in Nigeria the same time it started here. Wale wazungu wakina Ecos waliotoka Chimala, walionunua Chimala ndio walioenda na kununua Nigeria. Wale mwaka 1953, 1900. 1 million members to the church over there. Zaidi ya mamilioni wako wa Kristo kule Nigeria. Why not the same here? Kwa nini tusifanye hivyo na hapa petu Tanzania? In this city of Dar es Salaam, Lakini hasa katika mji huu wa Dar es Salaam. how many people are in this city? Jamani watu, wako milioni ngapi watu hapa Dar es Salaam? Now, I asked the phone, right? Nitaiuliza simu kama ninyi mtakwepa, naiuliza simu. And one place says 5-something million. Pengine inaandika milioni 5 na zaidi. Another place says 8 million. Pengine inaandika milioni 8. Sijui, right? Lakini hapo 5 mpaka 8. But Sijui. I do know that Dar es Salaam is one of the fastest growing cities in Africa. Lakini tunafahamu Dar es Salaam ni mji unaokuwa haraka sana katika miji yote ya Afrika. If you add up all of the members of the Church of Christ in Dar, how many would you find? Jamani, tukiwaunganisha Keko, Temeke, wote Mabuza, wote wa Kristo waliopo hapa Dar es Salaam, wako wangapi? I am hoping that our Nigerian visitors Najua kwamba ndugu zetu wa Nigeria waliokuja kutembelea can perhaps share some ideas or tools with you labda watatusaidia na kutupa nyenzo, sumeno, nini, babuti, jinsi ya kufanya kazi ya that you can use to take Dar es Salaam for Jesus ili Christ. muweze kuichukua Dar es Salaam sasa, muweze kuifumua. So, what is this workshop? Sasa hii workshop maana yake ni nini? That is a good question. Hiyo ndio swali. Workshop ni nini? This workshop is not a seminar Hii workshop sio seminar where we discuss Bible topics. ambao kwenye seminar mnaenda kusikiliza masomo ya Biblia tu, sio jamani? Those seminars are good, Yale seminar zile ni nzuri, but this is not the place for that. lakini hii sio seminar. This is not a seminar where we are trying to convert you listeners. Kwamba hapa niseme tunataka kukufundisha kitu au kukuvuta wewe msikilizaji. I'm not looking to have baptisms this week. Kwamba ubatizo, kwamba hapa tunategemea kwamba tutaanza kwenda huko kubatiza watu hapa. This workshop is for effective preachers and evangelists. Jamani, hii workshop ni kutuwezesha, kutupa mbinu, kutupa matuzi, kutuwezesha. Bwana asifiwe sana. This workshop is to give you tips, tools, and training on how to be a more effective evangelist. Hii workshop ni ya kutunoa, kutuweka tayari, kutufanya tuende, tujue mbinu. As I said, Kama ninavyosema, I want to be very open. tunawekana wazi. I want to say something to you that you may agree with or you may disagree with. Nataka kuambia kitu ambao unaweza kukikubali au kutokubali. I have been coming to Dar es Salaam now for over 10 years. Hapa Dar es Salaam nakuja sasa, huu ni mwaka wangu wa zaidi ya mwaka 10 na zaidi. I know some of you churches. Nafahamu baadhi ya makusanyiko. I do not know some churches. Nafahamu baadhi. For what I have seen in this city, ambacho nimejifunza au nilichokiona katika jiji letu, the churches of Christ in Dar es Salaam are asleep for too long. Kanisa la Kristo Dar es Salaam limelala kwa muda mrefu. You've been asleep for too long. Mmelala kwa muda mrefu. You have some good things going on. Mna mambo mazuri mnayoyafanya. But you should be far more advanced in the church than you are today. Lakini mulitakiwa muwe mbele, muwe na uwezo mkubwa kuliko hapa mlipofikia. Think about it. Fikiria. The Nigerian churches of Christ are over 1 million members of the church. Wa Nigeria wako zaidi ya milioni 1. I am not here to shame you.
Sio kwamba mimi hapa nimekuja ili tuoneshane aibu. but I am here to excite you. Nataka sasa niwatie moyo, nimekuja ili niwatie moyo. I want you to think about what is possible in the next 10 years. Nataka mwanze kufikiria na ninyi baada ya miaka 10 tutafanya muujiza gani, tutafanya kazi gani baada ya miaka 10. In my opinion, Katika mawazo yangu, the churches of Christ in Dar es Salaam are asleep, kanisa la Kristo bado Dar es Salaam limelala. but I see signs of many are waking up from their sleeping. Lakini Bwana asifiwe sana, naona wengi wameanza kuamuka. Wengi sasa hivi I wanaamka. am very excited to hear the reports of the evangelism team. Nimefurahishwa kwa kupata ripoti ya uinjilisti. I see churches being planted in Dar es Salaam. Naanza kusikia makanisa yanaanzishwa sehemu tofauti Dar es Salaam. I see preachers working together. Na kinachonifurahisha naona wahubiri mnafanya kazi ya pamoja. Bwana asifiwe sana. I see good things happening in this city. Nimeanza kuona picha ya mambo mazuri yanatendeka sasa Dar es Salaam. We need to continue to build on that success and take the church further and higher than it is today. Jamani, tunatakiwa kuendeleza hayo mlivyotusomea yule mpango maendeleo manini, kufanya juhudi ili kanisa liweze kwenda mbeleni. Bwana asifiwe. How are we going to do that? Je, ni miaka mingapi tutafanya? We are here to awaken the churches in Dar es Salaam to evangelism. Tunataka kanisa la Dar es Salaam liwe ni kanisa la uinjilisti. And we can do that in 3 ways. Tunaweza kufanya hiyo kazi katika njia 3. Teamwork, Ya kwanza, kushirikiana, ushirika, teamwork. accountability, kufuatilia ile kazi, kuendelea, usifanye tu kazi bila kuifuatilia. and training in evangelism. Jamani, na kuendelea kuwafundisha watu jinsi ya kufanya uinjilisti. Bwana asifiwe sana. As for teamwork, Jamani, ya kufanya kazi pamoja ya timu. sorry, what I'm about to say makes sense in English, but may not make sense in Swahili. Jamani, nataka kusema hivyo, lakini kama italeta maana kwa Kiswahili, haya, kama italeta maana, basi tunabaki nayo. So, right? But in English, we would say, there is no I in team. Kwa Kiingereza unaweza kusema hakuna kwenye neno timu, kwamba hakuna hai kwenye neno, kwamba mimi kwenye timu. Hauwezi kusema mimi ni mimi tu, ni mimi hai. Teamwork is not about you, but about the work overall. Jamani, timu ya sio wewe, mimi ni kazi hapa moja. We often work better and more efficiently when we work together as a team. Jamani, mkifanya pamoja kama timu na matokeo yanakuwa ni jamani mazuri. We all have different strengths and weaknesses. Kila mmoja wetu hapa nguvu ni tofauti na mwenzake, na akili pia ni tofauti, na mawazo ni tofauti. When we work together as a team, Lakini tukifanya pamoja kama timu, we fill in the gap to help each other be better and more effective. tunasaidiana. Pale mwenzako ambao hawezi, wewe unaweza. Pale ambao hawezi, wewe unachukua. Tunasaidiana. Bwana asifiwe sana. As for accountability, Na ile ya kufuatilia ile kitu, when we know someone is going to ask us why we missed the evangelism outing, na kwamba unajua kwamba mpango wetu ulikuwa ni kufanya kitu, lakini kwa nini hatujakifanya? Kwa nini tumeshindwa kufanya uinjilisti pale? and we do not have a good excuse, Hakuna sababu yoyote unaweza kutoa iliyo nzuri. we will be motivated to be at that evangelism outing. Tunatakiwa kutia moyo, kufuatilia na kuitenda ile kazi ya uinjilisti. We all need accountability. Wote tunatakiwa kuwa watu wa kufuatilia, kama mpango wote tunao kufuatilia. We all need to be held to a higher standard. Wote lazima tuonekane kwamba ni watu wenye heshima katika timu yetu. Wote tunaheshima. It is time that we hold each other accountable to be better evangelists next year than we were this Ni year. lazima tuwe na mawazo kwamba kama hatukuwa wainjilisti wazuri mwaka huu,
mwaka ujao tutakuwa wainjilisti wazuri. As for training, that is why we are here. Ndiyo maana tuko hapa. Training in evangelism tools. Jamani, kufundishana katika uinjilisti na kupeana nyenzo za uinjilisti. One of the tools we are going to look at this year is World Bible School. Na nyenzo ya kwanza itakuwa ni World Bible School. Now I know that WBS has been tried before, but I'd like to try it again. Tunajua kwamba hiyo WBS imejaribiwa hapa Dar es Salaam lakini ikashindwa, lakini tena mimi nataka kuijaribu tena. I have seen with my own eyes the impact that WBS has in Nigeria. Jamani, nimeona kwa macho yangu jinsi WBS inavyowasaidia kule Nigeria. And I want the same thing to happen here in this country. Nataka hata yale mambo ya Nigeria yanayotendeka na yatendeke katika nchi yetu ya Tanzania. I am hoping to launch both a Swahili and English-based WBS program here next year. Hivyo mwaka ujao nataka kuanzisha ya Kiswahili na ya Kiingereza WBS yote anza. Some of the training you will receive this week is to help lay a good foundation for this ministry. Na masomo mtakayopata katika juma hili ni kuweka misingi katika masomo hayo ya WBS. Now, are you required to use WBS? Je, mnataka kuitumia WBS? Hapana. Hapana. I am not forcing anyone to do anything. Jamani, wala sitakuja kukulazimisha. Je, mnataka wenyewe? WBS is only one tool, a good tool. Nyenzo moja ya kufanya uinjilisti ukue ni WBS. There are many tools for evangelism. Kuna nyenzo nyingi au kuna tools nyingi, lakini nyenzo moja nini? But I believe World Bible School is a great tool for evangelism. Na hivyo naamini tukiwa nayo WBS ni nyenzo moja kubwa sana. Now, I'm not forcing you to use it. Sasa angalia, mimi sitakulazimisha kutumia. And if you don't want to use it, hamna shida. Kama unataka basi. But if you want to use it, I want to help you be effective. Kama unataka kuitumia hiyo, niko tayari kusaidiana na wewe. I think WBS is a good tool. WBS ni nyenzo nzuri, ni tool nzuri. If more people are trained to do the work, it will become more successful. Jamani, ukiwa na watu wengi kwenye masomo yale, utakuwa na mafanikio makubwa. Again, let me say, I want to be very open to you. Nataka kuwa wazi tena kwenu. Let me be clear. Niseme haya maneno bila kupindisha. I am no one's boss. Mimi sio bosi wa mtu yoyote. I'm not a missionary in charge. Mimi sio missionary in charge. Mimi missionary. I am none of those things. Sio hayo mambo yote bosi, missionary mkubwa. I'm just a brother who wants to work with good brothers. Mimi ni ndugu ambao nataka nifanye kazi pamoja na ndugu zangu wa Dar es Salaam. Bwana asifiwe sana. I am not trying to organize something or anything unscriptural or divisive. Sipo hapa Dar es Salaam kuwaletea mawazo yangu, kuwaletea mafundisho ambayo kinyume cha Biblia au kitu chochote ambacho hakimo ndani ya Biblia. I like to work with churches and preachers who are doing good work. Mimi napenda kufanya kazi na wahubiri wanaofanya kazi vizuri. And I like to come and help them make their work even better. Na nataka kuwasaidia ili waweze kufanya ile kazi iweze kuwa nzuri zaidi. That is all that I'm trying to do. Ndivyo nilivyokuja hapa Dar es Salaam ili tuweze kusaidiana. Bwana asifiwe. Let me say this. Niseme tena. I'm being very open. Na najiweka wazi. I am not in competition with anyone except Satan. Jamani, na hili muwe nalo, wote muwe nalo mlielewa. Hatujakuja hapa kwa ajili ya kushindana na mtu yoyote, isipokuwa tunashindana na nani? Ibilisi. Basi. Hatuko hapa kwa ajili ya mashindano kama yule. I do not want to push anyone
to do anything they do not want to do. Jamani, sipo hapa kukulazimisha kufanya kitu ambao wewe hautaki. I'm not going to push anyone away from a work that they're doing. Au kazi unayofanya nzuri kukusukuma huko ili uweze kuichukua. I am not here to chase anyone away, but to join the work. Au kufukuza mtu. Mimi nimekuja kuungana na ninyi. Bwana sifiwe. Let me also say, Na tena niseme, I'm not going to drag anyone to do the work. sitakuja kumchukua ndugu yangu hapa. Twende kufanya kazi. If you don't want to work, that's your problem. Kama yeye hataki, kama nikienda tu kwa uzuri hataki, namfanya naachana naye. If you want to sit at home and not do evangelism, that's your business. Kama unataka kukaa nyumbani hautaki uinjilisti, hiyo sio tatizo. I'm not going to come to your place and beg you to join us. Hivyo sitakwenda kwako kwa kupiga makofi, njoo ungane na sisi, ungane na sisi. I want to work with good guys doing good work. Nataka kufanya kazi na wanadamu ambao wako tayari wanaofanya kazi hiyo ya Mungu. Bwana sifiwe sana. That is the basis of my work. Ndio ngazi zangu za kazi zangu. That is my only goal. Hiyo ndio mwelekeo wangu. To build strong churches in Dar es Salaam and along the coast. Kujenga makanisa yenye nguvu Dar es Salaam na Pwani na sehemu yoyote. As you look at the missionary journeys of Paul, Kama mkiangalia safari za umishonari ya Paulo, found in the book of Acts, katika kitabu cha Matendo ya Mitume, where did he go? alienda wapi? He went and established and encouraged churches in the large cities of the world. Alienda kuanzisha makanisa katika miji mikubwa ya wakati ule, katika ulimwengu wa wakati ule. Miji mikubwa. He worked with those churches. Alifanya kazi ndani ya makusanyiko. And those churches in the city, Na yale makusanyiko yaliyokuwa katika miji, it became their work to encourage the churches in the small town. ile miji ndiyo sasa iliyoenda kutia moyo katika makanisa vilivyokuwa katika miji midogo. That is my same strategy here. Ndiyo hata njia zangu mimi nataka kutumia. It is my desire Jamani, natamani to see your churches in this city kwamba kwa kanisa lililoko katika jiji lako to be strong, kuwa na nguvu, sound doctrine, kuwa na watu wanaofuata Biblia kama ilivyo, and have a good, strong foundation to reach out to other people. na kuwa watu kanisa lako liwe tayari kwenda katika vijiji vidogo vidogo kuanzisha makanisa mengine. That is my strategy. Ndiyo mbinu yangu. We need to ask ourselves questions at the end of this workshop. Ni lazima mwishoni mwa semina yetu tujiulize maswali. I want you to keep these questions in your mind. Nataka kila mmoja wenu muwe na maswali katika akili First zenu. of all, La kwanza, do we want to do this workshop again next year? tunataka turudie tena workshop ya pili mwakani Mungu akipenda. You might say, this is a waste of time. Mnaweza kusema hapana, tumechosha, mnatuchosha tu.